Yes, good morning, good afternoon, depending to where you are connecting to this video from. My name is Judy and welcome to Judy George TV. Kuna story nimeona hapa and I will let on after nikiongea, and it's a gentleman who is in ako Turkey, na anasema vile amekaa kwa nyumba ya mzazi, nyumba ya mama yake, mamake akimlisha chakula for 35 years. And on that ground, I felt we can talk about how do you react to that brother of yours. Huyo amekaa kwa nyumba ya mama yako for more than 30 years, hajaoa, hafanyi kazi, sometimes mnaona kama ni wazimu, sometimes mnaona kama hafikiri, and people tend to talk all sort of things upon this person. I know such situations in our family where you get to have somebody hafanyi kazi, hafanyi anything, kazi ni kupewa chakula na mzazi, and sometimes mpaka unapata a sibling can advise even the mother not to feed this man again. A sibling can advise a parent, usimulishe tena, wewe ni wamutorikiti, wewe ndio umemfanya akuwe mzembe zaidi, wewe ndio umemfanya akae vile yako kwa sababu unampatia chakula. Hufai kumpea chakula, unafaa umwachilie, unafaa umwache ateseke ndio changamke. And others even watapanga kukuchapa huyu mtu, wasema wamchape ndio afanye. Wengine wanapata they are drunkard, wengine wanapata they are just hopeless and they don't know whether tomorrow they will be alive or not. Na unapata hiyo situation in a family inakuanga so traumatizing. It's very traumatizing in a family when you get somebody who is not working, amenazeka kwa miaka 30, anaelekea 40, hana mtoto, hajaoa, both in gender. And we judge too much. Like we judge ni kama sisi wenyewe ndio tulijifanya tukajipea mali. Ni kama sisi wenyewe ndio tumejifanya tukaweza kuchangamka. Ni kama sisi wenyewe ndio tunajua the idea of the secret of each and every person's prosperity ama kufanikiwa. Na at the same times unashindwa hata unaweza filisika na ugongwe na either depression ama stress fulani ikuweke the same situation you can see this person is. Wengine wanapata the same situation when they are young, wakigrow, wanashindwa ku overcome the trauma na inawa affect wanakaa so hivyo. Wengine wameshaenda kujaribu kazi mahali fulani, anafuta kujaribu ile kazi wanakosa kulipwa, wanafanywa madharau, wanashindwa ku overcome the trauma. Mwingine amekuja in the city, amejaribu kuhaso, amejaribu kuuza switi, amejaribu hii na ikazidikana, akaruse hope na maisha na akarudi kwa mzazi wake. And all those things. Kama hujaipatwa na trauma na depression, usiwahi maneno. Juzi ni tuwe ni kadri hiyo kitue hauko. Usiongee kwa mtu mwenye anafilisika kama mtu mwenye anakaa kwa nyumba kama huyu jamaa sasa, ati anakaa kwa mamake kazi ni kukula, hafanyi, hafikiri. Unaweza gongwa na situation ya maisha na ujipate hata wewe umejipata in the same situation, uko na depression, uko na trauma na umejipata pale. That's one thing. So, kitu ya kwanza, huyu mtu hatukuna mtu anamuelewa. Kitu ya kwanza, mzazi, unapata wazazi wanashindwa nitamfanya aje. This person is still my child. Hata akuwe miaka 40, miaka 50, miaka 20, miaka ngapi, bado ni mtoto wa huyu mzazi. Kama mimi ni sibling, me am a brother or a sister to this brother or this sister, my reaction and the reaction ya mzazi is very different. Mzazi, mimi namuita a mother. This guy, sasa tunasema amekaa kwa nyumba mpaka 40 years, hajaoa, hajafanya anything na hakuna mtu anafikiria, bado anamuita mzazi. Ni ngumu mzazi aweze kuneglect huyu mtoto. But wacha nikwambie, ile kitu inafanyanga mtu mpaka akae hivyo desperate for long ni kukosa mtu wa kumshikilia. Ukikuja muongee wewe ndio shiragia, unafikirianga nini, hata huoni mbele sijui nini, mbona huwezi oa, anatendiki kusink down to the depression, down to the stress. Sasa anaanza kusema hata hamunipendi, so vitu zingine zinaenda kuzaliwa up to the time unless Mungu amuokoe.
Naye this guy is talking and saying this. Yeye amekaa kwa mamake for 35 years akipewa chakula. But deep down this person, nimeongea na watu kadhaa wako hivi. Na unapata wanakwambia wanashidangwa wata overcome aje. Wewe unafiki hata walevi, by the way, even the drunkard, unapata huyu mtu ni mlevi anajichocha tu, lakini akiwa peke yake anajitanga mkutano, anajiuliza maswali. Only us tunarudishanga kwa zile fikira na zile maongeo, kwa sababu we don't give them space for improvement, we don't give them space ya kubadilika. Kila saa tunakuanga tunahukumu, na usihukumu kwa sababu hata wewe you are also a candidate of being there in the situation. Usicheke mtu unafikiria wewe unaweza, unapata wewe umefilisika, uko na mali. Unapata wewe umepatwa na ugonjwa, umepatwa na accident, umepatwa mambo ni mengi. Like juzi, my crutches, I was well. Juzi nimejipata nimeanguka, nimepata fracture. Unatembea na crutches. You are candidate of, you can be anything. Ni Mungu tu anaturehemu. Na kwa hivyo ningetaka kuweka hii story ya huyu jamaa hapa. At least msikie vile alisema. Sijui vile alijipata take, but hiyo maneno mbili yake anaongea itakusaidia how to handle that person in the family. Unampata amelala tu kwa kitanda. Anasema alikuwa anaitwa na mama yake, kuja ukunywe chai. Okay, akikuita hivyo, unapata mzazi anajua nitamnyima chakula akaibe mtoto wangu. Na yeye ndani yake anajiuliza ni mpaka lini Mungu si uniue, kwani mimi sina future. Yeye anajihukumu tu bado, na sisi tunamhukumu. Kwa hivyo mimi ningeomba tu ukisikiza hii story, kindly let's give each and every person space for improvement, na tuko na hope na kila mtu. Hakuna mtu hawezi badilika. Kama mifupa ilirudi uhai, kama mifupa hata mtu ana breathe, anaweza badilisha maisha, na kesho unaweza kuwa wewe ndio anakupatia chakula. Because table sometimes overturns. Table overturns. Meza zinapindukana. Unajipata uko nazo kesho hauna, na mwenye hakuwa nayo kesho ako nayo. Kwa hivyo let's, hata kama tuwakemea in a positive way, as we give them a space for improvement, and na Mungu atatubariki, kwa sababu tusiposhikiliana kwa society itakuwa kitu kingine hatuwezi taka. Itakuwa mambo ingine hata huwezi elezea. And especially like now, umejua huyu mtu mwenye mnaonanga amekaa hapo amelala, fikira zake hazipumzikangi. Ako na maswali, mambo anajiuliza na haoni jibu na hapati jibu. Na hakuna mtu anaweza ambia juu kila mtu ni kumhukumu. Na kwa hivyo hebu sikiza hii usikie. And kindly give me the comment, utaiona aje wewe. 5 years nilikuwa nalala kwa mama yangu. I was still sleeping. Kiubenya nilikuwa nimepewa huko kwetu Ocha. Juu maisha ilikuwa imenilemea town. Nikarudi home. Mimi kulikuwa kuna kucha, najikunja hivi. Nauliza kwa nini kumekucha. Na ile sauti kwanza ilikuwa inanishangaza sana. Ni sauti ya my own mom. Saa 3 saa 4 ikifika pale, my mom used to come and ananiambia, "Wajai, kiro yue sai." My friend, I used to cry. Wanajiuliza, hii purpose ya hii life ni nini? What the purpose of living? Ninaishi kwa nini? Many times I wanted to die. Hata nilikuwa nauliza Mungu, umeniweka uhai unitese ya nini? Umeniweka uhai kunitesa ya nini? I used to see my brothers, my cousin wame make it. Lakini mimi at the age of 35 bado nilikuwa napewa chakula na mama yangu. Na nilikuwa nimefika mwisho yangu. But at that middle, at that painful of my life, ndio breakthrough yangu ilikuja. Wacha kusikia ule mtu anakuambia wewe ni useless. Ati miaka 35 hujafikisha anything. Wacha na huyo anakuambia useless ati 35 hujaoa, ati 35 hauna kitu. Me at 35 I was that desperate. Na wakati God want to bless you, he doesn't look at your situation. Angani situation yako. He's the writer author of your book. Na hiyo ndio nikuja breakthrough yangu. I remember the first time I came here at Turkey. My first salary kwenye nilikuwa nafanya kwa kampuni, nilifanya ikiwa nusu. Nilipata 78,000 pesa ya Kenya. My friend, hiyo pesa ililala, siku itransfer, nilichukua ikiwa cash.
ililalanga kwa bag, nimeilalia hivi, nimeishika kwa sababu sikuwa naamini. May God who bless me some at the age of 35 akanifungulia mulango. Hadi saizi naangalia akaunti yangu, sijaiona milioni, nimeiona juzi, nimeiona wakati nilikuja huku. The same God akufungulia mulango. Because I know there is a God of another chance. Never give up. Usisikize wale watu wanasema ati wewe umefikisha. Lose hope. Lose hope. Mimi sijui venye it happen, but it happen. Kwa sababu if you keep on having hope, God will bless you one day and one time. I want to encourage some.